Ibrahim Jabbar kwanza ni kiungo kati, central midfielder, na ni kiungo ambaye kwa muda mrefu career yake amekuwa akicheza Afrika ya Kusini katika kikosi cha Stellenbosch, lakini katika misimu minne ambayo amedumu hapo katika kikosi cha Stellenbosch, kuna msimu katikati hapo alipata move ya kwenda Europe ama Ulaya katika nchi ya Israel kucheza soka la kulipwa katika klabu ya Maccabi Petah Tikva. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye na exposure kubwa ya mpira wa Afrika, lakini pia mpira wa Ulaya kwa huko kwa muda mfupi ambao aliwahi kucheza huko Israel, na ni kiungo wakati kama ambavyo nimemuelezea hapo. Na moja kati ya maeneo ambayo Simba Sports Club walikuwa wanatazamia kuyaboresha kuelekea msimu ujao ni eneo la katikati, kwa sababu tunafahamu kwamba Simba Sports Club wapo kwenye hatua za mwisho za kuondokewa na viungo wawili muhimu ambao walikuwepo msimu uliopita, Alassane Kante pamoja na Neo Maema. Kwa hiyo kama wachezaji hawa wawili wanaondoka, ina maana lazima wawepo wabadala wake, na tayari umeshaona kwenye kikosi cha Simba msimu huu kwenye dirisha la usajili wamemuongeza Kevin Nasho, kiungo mzawa, lakini pia wamemuongeza na huyu nyota kimataifa wa Nigeria Ibrahim Jabbar kutokea Afrika ya Kusini. Kwa hiyo ni usajili ambao ulikuwa unahitajika kufanyika kwa sababu ya wachezaji ambao wameondoka katika eneo la katikati mwa uwanja, ukiachana na Kante pamoja na Neo Maema. Lakini tusisahau kwamba mchezaji wa kwanza kabisa kupewa thank you katika kikosi cha Simba ilikuwa ni kiungo wakati Nabi Kamara, ambaye yeye hajapata muda mwingi sana wa kucheza tangu mwalimu Steven Baka ichukue Simba na kuanza kuifundisha katika nusu ya msimu uliomalizika. Kwa hiyo wameondoka viungo watatu, then Simba Sports Club wamefanya mabadiliko ama maboresho katika eneo la kiungo kwa kuleta viungo wawili ambao ni huyo Kevin Nation pamoja na Ibrahim Jabbar. Kwa hiyo ukiniuliza mimi anakwenda kuboresha nini kwenye kikosi cha Simba, nakwambia Ibrahim Jabbar anakwenda kuboresha eneo lao la katikati mwa uwanja kwa kuondokewa na hawa wachezaji ambao nimekutajia. Ataboresha vipi? Na hapa sasa ndio inabidi tuangalie sifa za mchezaji huyu, nini ambacho anakwenda kukiofa katika kikosi cha Simba kutokana na uwezo wake wa kucheza eneo la katikati mwa uwanja. Kwanza lazima watu wafahamu kwamba Ibrahim Jabbar ni kiungo anayetumia mguu wa kushoto katikati, na ni mchezaji ambaye ni versatile. Nikizungumza versatile, nazungumza kama ni mchezaji ambaye anaweza kutumika kwenye maeneo tofauti katikati mwa uwanja. Yani unaweza kumtumia kama kiungo wa chini, mchezeshaji ambao kitaalamu tunaita kama deep lying playmaker kwenye number 6, lakini unaweza kumtumia kama namba 8 central midfield, lakini pia ana uwezo wa kucheza pia kama kiungo namba 10 attacking midfield wa juu kwenye eneo la namba 10. Wakati anaanza career yake kwenye timu ya taifa ya vijana ya Nigeria chini ya miaka 17. Kwa wengi wenye kumbukumbu, kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria ambacho kilikuja Tanzania kushiriki mashindano ya AFCON mwaka 2019 katika uwanja wa Taifa, huyu Ibrahim Jabbar alikuwa ni sehemu ya wachezaji ambao waliunda timu ya taifa ya Nigeria chini ya miaka 17, na eneo ambalo alikuwa anatumika sana katika kikosi hicho cha Super Eagles wadogo, alikuwa anatumika kama winga wa pembeni ambaye anaingia ndani. Lakini baadaye tulipomuona alipokuja kuibukia katika kikosi cha Stellenbosch ya Afrika ya Kusini, kuja kumuona mchezaji ambaye kiungo ambaye alikuwa anacheza kama winga anabadilishiwa majukumu, anacheza kama kiungo wa katikati. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kuchezesha timu kutokea chini kwa kupiga pasi ndefu na fupi, lakini pia ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kutembea na mpira, tunasema ni ball carrier. Anaweza katoka na mpira kutoka eneo moja la katikati mwa uwanja akaukokota mpaka eneo lingine la uwanja, kitu ambacho kinaweza kikafungua nafasi kwa viungo wengine wa ushambuliaji wa pembeni ama wakati kuweza kupokea mipira ambayo inatoka katika mguu wake. Kwa hiyo hizo ndio sifa za kiungo huyu Ibrahim Jabbar. Ni mchezaji ambaye bado ana umri mdogo, miaka 22, na anakuja katika nyakati muhimu za uhitaji wa aina yake ya uchezaji katika kikosi cha Simba kulingana na mahitaji walionao sasa hivi. Nashukuru sana Shabeli. Poa.